Muda mfupi baada ya saa moja jana jioni, moto mkubwa ulizuka kwenye makao makuu ya polisi mjini Garissa. Cheche za moto huo zikiashiria kuwa uharibifu mkubwa wa mali ulishuhudiwa. Moto huo uliripotiwa kuzuka mwanzo katika afisi za kitengo cha kupambana na ugaidi na baadaye kusambaa hadi afisi za afisa mkuu wa polisi eneo hilo na naibu wake, na pia kuteketeza ghala kunakohifadhiwa faili na makala mengine muhimu. Kando na haya, mitambo ya kompyuta na mali iliyokuwa imehifadhiwa kama ushahidi iligeuzwa jivu. Je, uchunguzi wa mwanzo umebaini nini kuhusu chanzo cha moto huo? This is purely an electric fault. We don't want to give anybody undue mileage out of this incident. This is an accident, and the government is investigating. Actually, we are not the experts, but we are fire experts who are going to unearth the whole issue, and we will get, the facts and figures out of this incident. Hii leo kituo hicho cha polisi kilisalia kufungwa, huku wataalamu wakiamkia kukusanya ushahidi utakaosaidia kubaini chanzo kamili cha moto huo. Uchunguzi wa mwanzo ukikanusha tuhuma ambazo zimekuwepo kwa mkasa huo wa moto huenda kilikuwa kitendo cha kulipiza kisasi kuhusiana na juhudi za maafisa wa polisi kituoni humo za kupambana na visa vya kigaidi, au ni kitendo cha kigaidi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab au watu wenye ushirikiano wa karibu na wanamgambo hao. Ikidaiwa pia kilikuwa kitendo cha kuharibu shahidi kuhusiana na kesi mbalimbali zinazoendelea. We also had exhibits including contraband goods we normally apprehend those who are bringing sugar from across, and we have also lost that exhibit. Mji wa Garissa umeshuhudia msururu wa mashambulizi ya kigaidi tangu wanajeshi wa Kenya kuvuka mpaka hadi nchini Somalia. Ni siku mbili zilizopita tu ambapo maafisa wa polisi walishambuliwa na kuuawa na watu wasiojulikana. Mji huu ulikumbana na mkasa mbaya mwezi Julai mwaka huu, wakati ambapo watu 17 waliuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa wakati kulitokea mashambulizi ya kigaidi kwenye makanisa mawili, kanisa la Katoliki na lile la AIC. Serikali imetakiwa kuongeza maafisa wa usalama eneo hili. Patrick Injendi, Citizen Nipashe.